Tazama ilivyo vizuri na kupendeza ndugu kukaa pamoja wakiwa na furaha. Na sisi tunakusamini, tunakupenda sana mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV. Mimi nakusalimu kwa pendo la Mungu wetu muumba mbingu na nchi, popote ambapo unakwenda kutufuata ulimwenguni. Niite Juma J Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wewe Lonja, na leo tutakuwa na mwaliko wetu wa siku katika kipindi chetu cha siku ya leo ambacho kinaitwa Sud Kivu leo. Jimbo ya Kivu ya Kusini leo ndo kipindi chetu kinaitwa hivyo. Kabla hatujajua mada ambayo tutakwenda kuchakanua siku ya leo, tutakuwa na mwaliko wangu ambaye atakwenda kujitambulisha. Ndugu jambo, unaweza kujitambulisha? Naam, asante sana mwenzangu Juma J Masuku, kwa mara nyingine tena na kwenda kuwasalimu watazamaji wote kutoka maeneo mbalimbali wanaofuata matangazo yetu ya Tukutane TV. Jina langu ni Dynamic Malembe wa Tiki TV, mtoto wa kwanza wa kampuni. Asante sana, kama ulivyokwenda kumsikia vizuri sana mpendwa mtazamaji kwamba ni Dynamic Malembe DM. Ndio tutakuwa naye siku ya leo. Na kipindi chetu mpendwa mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba kinaitwa Sud Kivu leo. Na mada kubwa ambayo tutakwenda kuchambua kwa dakika fupi zaidi sana ni hoja ya kumwondoa mheshimiwa gavana wa jimbo ya Kusini Jean-Jacques Purusi. Hoja ambayo imeandikwa na ujio wa wakimbizi kutoka nchi ya Burundi kurudia nyumbani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imeleta mkanganyiko mkubwa sana. Huku kunakuwa na mvutano wa kisiasa. Kunakuwa mvutano wa kisiasa na huku kutakuwa na mvutano wa kibinadamu, kwa sababu kurudi kwa wakimbizi inakuwa ni mvutano tayari. Inabidi wakimbizi wapate chakula, afya bora, wapate huduma mbalimbali. Yani mambo yanakuwa yanaingiliana. Iweje huku serikali ya jimbo imetikisika na katika jimbo hiyo hiyo wakimbizi wanatakiwa kurudi? Mpendwa mtazamaji, usikose kwanza kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment kazi zetu, share kwa watu wengine ili wao wanapata vitu venye uhakika zaidi sana. Pia tunashukuru wadhamini wetu ni Kashapu pamoja na Tiki TV Pharmacy, na kuna kuwepo na M-Pesa, Limikashi na mambo mengine ambao wanatuwezesha sisi kuwa nafikisha matangazo yetu hapo ulipo. Dynamic Malembe mwenzangu ambao tuko na siku ya leo. Kunakuwa na mkanganyiko mkubwa sana ndugu yangu, kwa sababu kumetokea hoja yote yalianza kwa huyu mwanabunge wa jimboni Kivu ya Kusini Kaume Baige Jean, ambaye alikwenda kuandika hoja ya kutoka yani aweze kujiuzuru madarakani mheshimiwa gavana wa mkoa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi. Alikwenda kuandika hiyo hoja na akaonyesha, akatetea hoja yake kusema kwamba gavana anabidi kuachilia madaraka yake. Kwa sasa imekuwa ni mgumzo mkubwa na kumetokea mkanganyiko mkubwa. Dynamic Malembe, hoja ya kumuondoa madarakani mheshimiwa inakuwa na faida gani kwa raia wa jimbo wa Kivu ya Kusini? Asante sana ndugu Juma J Masuku kwa swali lako. Unajua sisi ni watangazaji wa machambuzi mbalimbali ya mambo ya kibiashara, siasa, miundombinu na maendeleo mengine ya wananchi, tuseme na nchi mbalimbali, tuseme uraia nini. Nitakwenda kujibu moja kwa moja kulingana na swali lako la hoja ya kuondolewa madarakani kwake gavana wa mkoa Kivu ya Kusini ambaye ni mheshimiwa Jean-Jacques Purusi Sadiki. Labda ningeelezea kuhusiana na hoja ya kumuondoa madarakani. Labda hichi Kiswahili cha kumuondoa madarakani kinakwenda kueleweka vibaya. Kibarua Wafaransa wanasema nini? Motion de censure. Motion de censure. Yeah. Kwa uelewa wangu, labda watu watazamaji hawatuelewi pale ambako tunapokuwa tunafanya uchambuzi kuhusiana na hii mada na huu mjadala. Motion de censure ni tuseme kwamba ni hoja, ni kibarua cha mashaka. Sawa? Ina maana mtu anaandikiwa hoja ya kutokuwa na imani na yule mtu. Mtu akiandika kibarua kwamba sisi tunaona kama kuna kaitilafu fulani kanakoendelea katika bunge. Kuna itilafu fulani inayoendelea katika serikali. Sio moja kwa moja kumuondoa mtu madarakani. Mimi kwa uelewa wangu na sio kwangu, kwa sababu kabla ya kufanya hichi kipindi na huu mjadala niliuliza baadhi ya watu wafanya siasa, niliuliza watu ambao wamefanya siasa, ndio mambo ya justice tuseme vile, wakasema kile kibarua huwa ni kibarua cha kutokuwa na imani na mtu fulani katika uongozi wake kwa kuzania labda
Sasa narudi kwenye swali kwamba hoja ya kumuondoa gavana madarakani kwa wananchi itakuwa na faida gani? Si vile? Itakuwa na faida gani kwa sababu inamaanisha nini? Inamaanisha nini kwa sababu kunakuwa na mambo mengi sana hapo. Unakumbuka kwamba mkoa wetu wa Kivu Kusini mambo yanakuwa mengi, changamoto zinakuwa nyingi sana. Kwa sasa inakuwa na faida gani? Kama vile watangazaji, kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema kwamba itakuwa na faida gani kwa wananchi ni kwamba inamaanisha kwanza hoja ni kutokuridhika na uongozi wa mtu fulani. Ina maana kwamba mpaka sasa wale walioandika kile kibarua hawaridhishwi na wariziki na uongozi ulioko mpaka sasa madarakani, na vile vile inaweza kuleta mabadiliko au mvutano katika siasa. Sijui kama unanielewa, kwa sababu kama mtu ameandikiwa hoja ya kuondoka madarakani na kutokuwa na imani, lazima kutakuwa na mvutano, kwa sababu watu watakwenda kupiga kura kwenda kuipokea ile hoja au kuikataa ile hoja. Na tukisema mfano kwenda kuipokea, tayari kuna mvutano wa kisiasa. Ndugu yangu Malembe, twende taratibu. Unaposema mvutano, yani watu wangependa kuelewa utakuwa ni mvutano wa aina gani ambao utakwenda kutokea? Mpaka sasa sisi wote watangazaji tulitahamaki. Sio watangazaji tu, raia wa Sud-Kivu mpaka sasa wajaelewa kwa nini ile hoja ilikwenda kuandikwa. Na kuna sababu za msingi zilizo sahihi kwa upande wangu, sijasema wengine, zilizowekwa pale kwenye kibarua kwamba tunamwandikia governor hichi kibarua kulingana kosa la hivi. Lakini hapa juzi wewe mwenyewe tulikwenda kufanya kipindi na ndugu Orfe Amone Akamengele. Alikwenda kujielezea kwamba wao walikuwa na hoja zilizo nyingi, walikwenda kushuhudia mengi kwa upande wao, wakatosha hoja ya kwanza, hoja ya pili wakatoa, hoja ya tatu wakatoa, lakini wananchi wanasema kwamba wao kwa upande wao kuja kuwa na sababu yoyote. Nikisema mvutano wa kisiasa, si vyama wabunge ambao wako mpaka sasa madarakani. Kuna wabunge watakataa kwamba sio mambo ya kweli. Kuna wabunge wataitika, watasaini kusema ni kweli, si mvutano unaanza. Ya bungeni tayari kuna mvutano. Na kama tukisema mvutano wa kisiasa, tayari governor atakwenda kuchukua wale waliokataa kwamba kile kibarua ni cha uongo, ndo rafiki zake. Tupime. Kuna swali nilijiuliza, endapo ile barua itakwenda kukataliwa, Juma J Masuku, itakwenda kukataliwa kwamba hatuoni ulegevu wa governor, hatuoni mitumikio mibaya ya governor, itakuwa vipi kwa wale ambao walikwenda kuitika kabla kwamba aondoke? Hususan kwa huyu ndugu yetu mwanabunge wa jimboni. Sio yeye mwenyewe tu, tuseme wengine wataonywa vipi? Yani tuseme governor au tuseme uongozi wa jimbo. Kuna kuwa na kitu kikubwa, mtu anapopiga kura huwa hajulikani kama ameenda negative as positive. Kuna kuwa kupiga kura sijui inakuwa namna gani, labda tungelewa vizuri ama inakuelea kupandisha mikono. Watu wako wazi, Juma J Masuku, kwa sababu ukisema kupiga kura ionekane kwa uwazi, sisi ni watangazaji tuseme mfano, kuna vitibarua tumejionea sisi wenyewe, viko mitandaoni tayari. Kuna wabunge wameandika, wanasema kwamba tuna support. Tayari ni kura ya kuonyesha huyu mtu hayuko upande wangu. Asante sana. Na sasa Dynamic Malembe, hapa ndo kunakuwa na kichwa chetu cha neno cha siku ya leo. Kuna mambo ambayo yanaleta mkanganyiko, sintofahamu kwa sasa. Huku mvutano unaendelea katika serikali ya jimbo, huku wakimbizi wanarudishwa. Na kama unavyojua wazi kabisa, wakimbizi wanaporudishwa wanakuwa na hitaji maalum ya vitu vya kibinadamu kama vile matumizi, chakula, nini, kwa sababu ni watu walikimbia, wana tena mashamba, wana makazi, wana biashara. Je, unafikiria kutakuwepo na nini haswa? Kwa sababu mpaka sasa raia wanachanganikiwa na sijui kama wanafikiriaje. Hapo ndio tulikuwa nataka utueleweshe vizuri na utupatie mwangaza sana. Kwanza pale kuna hatari kubwa sana. Ndio. Kwa sababu gani? Hoja ya kumuondoa madarakani governor inaasili utendaji kazi wa serikali. Unajua vile? Ndio. Kitu cha kwanza, inaweza kuchelewesha maamuzi ya utendaji kazi. Ni lazima viongozi mbalimbali watambue kikitu, raia wakitambue, na vile vile maendeleo na huduma kwa wananchi. Kitu ambacho tunajiuliza sisi wote, na ninachojiuliza mimi, unatoka kuuliza swali. Kipindi ambacho governor ameandikiwa kibarua cha kukua na mashaka na kutokuwa na imani na utendaji wake kazi vizuri. Si ndio? Hapo kwenye hicho kibarua kuna wakimbizi 470 kati sa 70 refugees walitoka Burundi, kama ni juzi kama ni jana. Ndio. Hapo
Governor amesema governor alitoa, najua governor alitoa mradi kwamba hivi karibuni ataanzisha ujenzi wa airport Uvira. Sasa mimi najiuliza swali. Governor ameandikiwa kibarua cha kukuwa na mashaka na yeye katika uongozi wake. Ndiyo. Lakini governor huyo ambaye ameandikiwa hicho kibarua leo hii amekwenda kuanzisha mradi wa kwenda kujenga tuseme uwanja wa ndege, na governor huyo alikwenda kutoa wakimbizi hapa juzi Bujumbura. Sawa. Sasa swali mimi nakuja kujiuliza katika uongozi wa bunge. Mpaka sasa na swali lenyewe linanitoka. Najiuliza, je, kutakuwa na utendaji mzuri wa kazi? Kwa sababu kama kweli governor anahisiwa kuwa na hivyo, mbona governor anaendelea kutumika kazi zake vizuri japokuwa kuna hicho kibarua? Ina maana hakimstoi vile, kwa sababu kama kuna kibarua cha kuwa na mashaka na mtu, kiongozi wote wanakuwa na mashaka na huwa anasimama kwanza katika mitumikio ya kazi kwanza. Kwa upande wangu inabidi apiganie kwanza nafasi yake. Kwa upande wa mtu mwingine kwanza nikiangalia vizuri kama vile governor anazisikia kama ni kelele zinapita vile, kwa sababu kama ni mtu mwingine kiongozi yangesimama kufanya miradi mingine na angependa kujibu kwenye kile kibarua. Na hapa hivi nasikia governor atakuwa na nini, governor atakuwa na mkutano, atakuwa na mkutano wa hadharani meeting, na ilipaswa iwe leo lakini walikwenda kuiahirisha. Itakuwa ni kama ni kesho kutwa. Sijui kama atakwenda kujibu kuhusiana na habari hii. Kiufupi ni kwamba kweli wakimbizi wanahitaji huduma, chakula, sijui maji, sijui huduma nyingine, sijui makazi, sijui mavazi. Je, yatakwenda kutendeka kweli kipindi hichi ambacho wabunge walikwenda kupeleka kibarua chao cha yeye kuwa na imani na kutokuwa na imani kwake? Kwa sababu watu walisema utendaji kazi wa governor uonekane kuwa mzuri. Wakati hapa jana ameisha kwenda kusema anatarajia kufanya mradi wa uwanja wa ndege. Asante sana mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV. Asante sana mwenzangu Dynamic Malembe kwa kuendelea tena kufuata kipindi chetu hichi cha uchambuzi wa siku ya leo ambacho kinaitwa Sit Kivu leo. Na mada kuu mezani ambayo ipo ni hoja ambayo imetolewa na baadhi ya wanabunge. Ilianza na mwanabunge, kwa sasa kuna wanabunge ambao tayari wamesha support kuondoka kwa mheshimiwa governor wa jimbo wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, pia na ujio wa wakimbizi kutoka nchini Burundi kuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dynamic Malembe, tuende kwanza katika hali halisi ya governor. Bwana, tuende kwanza katika hali halisi. Governor ameshaandikiwa vitu kama na hivi. Kwa nini hatujaona response yake, ni tunasema majibu yake katika ile barua? Naye ameshajibu nini? Ameshaongea nini? Ameshasema nini kuhusiana na hilo? Kinyume hapo tunaendelea kuona hao wakimbizi, yeye alikuwepo Burundi, amerudi, ikiwezekana tumesikia kwamba amerudi na hao wakimbizi. Na hiyo miradi yote ambayo unasema, meeting ambazo unazisema nini, yani inaonekana kama wanamwaga maji kwenye mgongo wa bata hizo nini, kwa sababu tayari mtu mwingine angekuwa ameshaanza kujibu. Tusungumze kwanza hali ya governor kwa sasa. Ndugu yangu, mimi na wewe kuna vitu ambavyo labda mambo ya siasa ile. Yani amepigwa kofi na hajarudisha. Unajua siasa, kuna watu wengine wanakuambia siasa ni ukimya. Lakini vile vile tulivyokwenda kufanya mjadala hapa juzi na yule ndugu, yeye alikwenda kuonesha kwamba japokuwa ukimya wa governor, wao wataendelea kusupport kile kibarua. Japokuwa governor ajibu, governor asijibu, wao na vile vile unafikiri kwamba japokuwa governor yuko kimya, ana tayari mipango ya kufanya kuangalia nini ambacho kinaendelea. Tuongelee basi serikali kwanza, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali kuu ya Kinshasa imeshajibu nini kuhusiana na hili swala, kwa sababu ni kama wiki sasa hivi linaendelea kutrend. Serikali haiwezi kuwa na chochote cha kujibu mpaka sasa, kwa sababu serikali itojibu kitu wakati uongozi wa jimbo hujajibu. Unajua unapokwenda kupeleka kile kibarua, watu watakwenda kukichakatua. Wabunge wakiwa 30 ni mfano, watakwenda kupiga kura. Wakipiga kura na ile kura ikikubalika, itaombeka governor ajiuzuru. Na governor akijiuzuru, uongozi wote wa governor wao unaanguka. Swali kwa wale wanao tuseme sasa, ina maana hapa kuna kuomba kwa watu wengi, kwa sababu kama hoja itakwenda kukubalika na tuseme na nini, bunge la jimbo, ensemble
wanasema katika lugha provinciale, Assemblée provinciale, wakiitika kwamba ndio kuna kamashaka na watu wakapiga kura ikaonekana kwamba ni kweli gavana atajika kuondolewa. Kuna sehemu nilisoma, mimi sio mwanasheria, wanasheria watatukosoa kama ni kweli. Kuna nafasi nilisoma kwamba gavana akianguka au akijiuzuru ni lazima ashuke na wale wote waliokuwa katika government yake. Mimi sijui kama ni kweli. Sasa kama itakuwa ni hivyo, ina maana kuna watu wengi wataanguka. Yaani serikali itakuwa imeyumba kwa kiasi kikubwa. Sasa kipindi hiki cha ukosefu wa usalama mashariki ndio tatizo sasa. Na ukizingatia jimboni Kivu ya Kusini, mashambulizi kila wakati na kila mahali. Yeah. Asante sana mwenzangu Dynamic Malembe. Hapo tutazungumzia hapo kwenye usalama. Iweje kunakuwa na mkanganyiko kama nilivyosema mwanzo. Iweje wakimbizi warudishwe ngalikuwa hali ya usalama bado haijakuwa sawa, na tena mvutano tena unaendelea katika bunge. Tuseme kwanza hali ya usalama haijakuwa sawa. Sisi wenyewe tunajua katika nyanja ya milima mirefu huko, tunajua na sehemu zingine, tarafa zingine ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, hali ya usalama haijakuwa tulivu kabisa. Tayari tumeanza kusikia wakimbizi zaidi ya 470 wamesharudi na hali haijakuwa vizuri. Je, serikali ya jimbo na huu mvutano wataweza kumiliki kwanza hali ya usalama, pia wataweza kumiliki hao wakimbizi? Yote nafanyika kwa wakati mmoja. Kwa sababu mimi nakumbuka mwaliko wetu hapa alituambia kwamba kipindi chote kile kunapokuwa na vita, basi watu wanatembea. Kunapokuwa na vita, kuna kubadilishwa madaraka. Kunapokuwa na vita, wananchi wanahudumiwa. Kunapokuwa na vita, kila kitu kinawezekana. Ina maana kwamba nasema hivi, kile kibarua hakiwezi kuzuia serikali ya jimbo kutokutumika miradi yake. Tumalizie hapo Dynamic Malembe. Unaposema kwamba kila kitu kinawezekana na serikali inafanya kazi yake vizuri. Tukumbuke hawa watu walikuwepo huku na walikimbia kutoka huku kwenda kule, walikimbia ni machafuko ya huku. Na haya machafuko huku bado hajaisha. Mimi nakuwa na wasiwasi mkubwa kwamba hawa watu kwa sababu katika sheria ya kimataifa ya wakimbizi inabidi mtu aulizwe unarudi au vipi. Mimi naona kama watu wamelazimishwa kurudi. Wamelazimishwa kinguvu kabisa, rudini nyumbani. Rudini nyumbani. Sina uhakika huo kama watakuwa wamelazimishwa. Kwa upande wangu sifikiri, na sijui sababu itakuwa ni ipi ya watu kulazimishwa kurudi. Asante sana. Hayo ni maswali ambayo tunakwenda kujiuliza sana siku ya leo, mpendwa mtazamaji. Labda na wewe utakwenda kutuachia comment yako. Ni hapa tumefika mwisho kabisa wa mada yetu ya siku ya leo, ambayo ina kipindi chetu kinaitwa Sit Kivu leo, na mada kubwa ilikuwa hoja ambayo imetolewa na mwanabunge na wanabunge wengine kusapoti ya kujiuzulu madarakani gavana, mheshimiwa gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, na ujio wa wakimbizi katika hali hii ambayo inakuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwenzangu Dynamic Malembe tulikuwa naye siku ya leo, ambaye amekwenda kufafanua mengi zaidi. Labda tumpatie nafasi ndogo tu aweze kutupatia habari yake ya mwisho kuhusiana na mada hii kwa watazamaji ambao wametufuata mwanzo hadi mwisho. Asante sana. Labda nimekwenda kuielekeza tu kwa watazamaji wetu kulingana na hali hii ya mgogoro wa Kivu ya Kusini, haswa kwa raia au wananchi wa jimbo wa meze mate, wanywe maji, waachie viongozi walioko madarakani. Watafanya nini? Kwa sababu hapa tunawaalika mbalimbali, tutawaalika, bado tuna mjadala na viongozi mbalimbali wa serikali kulingana na hii kesi. So raia wasichukue maamuzi ya kwanza kuitika au kukataa. Lazima wawe katikati. Mimi ni neno langu la mwisho tu kutarajia yale ambayo yatakwenda kutokea. Basi asante sana mpendwa mtazamaji, kwa upande wa komenti yako umetugaya sana. Tunakuwa na maswali mengi ambayo tunawauliza, kama mnatufuata kutokea wapi na mnakuwa na maoni gani kuhusiana haya ambayo tunakwenda kuongelea siku ya leo. Kumbuka kwamba siku zote wanasema kizuri huwa kinatapwa na kinasemwa vizuri, na siku zote kibaya kinawekwa mezani ili kuweza kukichambua. Endapo kama mimi na wewe atufanyi neno kama hili ama vitu kama na hivi, basi huku kwetu tutabaki tu kuwa huko nyuma. Mimi nakushukuru sana. Nyuma kamera ni Pepe huyu Lonja anasukuma gwaride vizuri sana. Tunakupa pongezi kubwa kwa kazi ambazo unakwenda kuzifanya. Tukutane katika vipindi vingine. Asante. Kwaheri.